Mpendwa Father Florentine Malia, Provincial Superior wa ndugu zetu wa Spiritan, mpendwa Padre John Ona, Regional Superior wa shirika la Wapalotini, mpendwa Father Deogracius Matika, naibu wa askofu wa jimbo Katoliki la Moshi, wapendwa mashemasi wetu ambao wametambulishwa tayari hapa mbele 6, ambao tuko hapa kwa ajili yao na watapewa daraja la upadri baada ya kuteuliwa, wapendwa mapadri, wapendwa mashemasi, wapendwa watawa wetu wa kike na wa kiume, wapendwa wazazi wa vijana wetu mashemasi mlioko hapa na wengine ambao wamewakilishwa, na wapendwa waumini wote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi tuko hapa kwa ajili ya maadhimisho haya ya kupewa daraja la upadri hao vijana wetu, na kama tulivyosikia katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 9, wale watu walisimama wakasema, tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika hawa watu hakuna kitu kibaya, ni kama wabunifu. Maana yake mtu kujenga mnara kutoka hapa mpaka mbinguni sio kazi ndogo, lakini wao walikuwa na ujasiri wa kutosha, na inaonekana walikuwa na vifaa vya kutosha, walishafanya mahesabu yao, na inaonekana pia wale wachoraji wao walishachora watapita wapi na vifaa wanavyo, sijui walifanya wapi na gharama walipata wapi, lakini unaona ni kama ubunifu wa hali ya juu kwamba tuwe na mnara ufike mpaka mbinguni. Na hawaelezi sana wakifika kule mbinguni itakuwaje, watafanyaje, lakini katika somo neno moja tu kama linasumbua kwamba tujifanyie jina kwa ajili yetu, tujenge mnara na sisi tujifanyie jina kwa ajili yetu. Kwa hiyo binafsi naona, ingawa wataalamu wa Biblia wanaweza kutaswiri kwa namna tofauti, lakini mimi naomba mambo mawili pale ambayo naona kidogo linaleta shida. La kwanza, kujifanyia jina kwa ajili yetu, lakini la pili, kule mbinguni wakifika watafanya nini? Kwa sababu mbinguni tunajua yuko Mungu, sijui watamuondoa Mungu au watakaa naye, hawajatueleza. Hawa watu wa Shinar ambao wanajenga mnara na wanataka kufika mbinguni kwa ajili ya kujipatia utambulisho wao, lakini pia kujipatia ukuu kwa ajili yao. Kwa hiyo waliotaka zaidi ni ukuu kwa ajili yao, upekee, kwamba tulinde jina letu, tubaki na jina letu, mji wetu, nchi yetu isibaki, vinginevyo sisi tutatawanywa, tutaondolewa, hatutakuwepo katika maeneo haya. Kwa hiyo katika hiyo tu ya awali wanaweka kwamba mafanikio yao hayana uhusiano wote na Mungu, kwamba wao wanataka kutupatia mafanikio bila uwepo wa Mungu, kwamba sisi tujitengenezee jina sisi wenyewe. Lakini pia nafikiri walikuwa na nia ya kumtoa Mungu kule mbinguni pia. Karibuni tulikuwa na tatizo kubwa kwamba watu wanaelekea huko kwenda kufanya nini,
kwamba labda walitaka kuiteka mbingu. Sijui wangeteka mbingu ingekuwaje. Kwa hiyo hapo ndipo tunachoulizwa ni kwamba tulichoshangaa ni Mungu mwenyewe anaingilia. Mungu anaingilia na kuvuruga lugha yao ili wasiendelee na ule mradi wao, na mradi baadaye unaanguka na hukufanikiwa, na wao wakatuletea shida ya kuwa na lugha tofauti tofauti. Sisi tungekuwa na lugha moja tu, leo tunazungumza, hatuhangaiki kujifunza lugha zingine. Wengine wanaweza kusema wametupatia utajiri wa lugha, lakini walitaka kumtoa Mungu katika sehemu yao inayohusika. Inafanana kidogo na dhambi ya wazazi wa kwanza. Dhambi ya wazazi wa kwanza, Shetani aliwauliza, ni kweli Shetani aliwaambia, nyoka yule anawauliza, ni kweli huyo Mungu wenu amewaambia mkila hilo tunda mtakufa? Ni kweli? Amerudia mara nyingi, ni kweli? Anasema si kweli. Shetani anajibu baadaye, badala yake, nyinyi mkila hilo tunda mtakuwa sawa na Mungu, na nyinyi pia mtaanza kuumba kama Mungu. Hao vijana wetu wanaingia katika utume muda si mrefu baada ya adhimisho hili. Sijajua utaratibu wao, lakini kwa kawaida tayari wanapewa wajibu kwamba wanaanza utume mara moja, labda baada ya misa zao za shukrani ambazo wanawaza saa hizi, baada ya kupita kwenye familia huko, wamebariki makaburi, wamebariki ndugu na nani, wanatakiwa waripoti katika sehemu zao za utume kwa haraka. Nafikiri hili ni wazo mojawapo linalopaswa kutukumbushwa popote tunapokuwa. Kitu cha kwanza, wakati mwingine watu tunashindwa kutambua nafasi yetu. Mahangaiko yetu makubwa ni nafasi, kwamba mimi nafanya nini na nafanya nini katika hii sehemu. Utapelekwa wengine parokiani, wengine watateuliwa kwa maparoko moja kwa moja, tutawasikia. Lakini mahangaiko ya mapadi, wakati mwingine hajao paroko, siku ya kwanza anahangaika awe paroko. Siku ya kwanza tu anafika. Hao mnawaona, siku ya kwanza anaingia pale, anataka awe paroko. Na hata akipita anataka asalimiwe kama paroko. Na maeneo mengine wanaotofautisha kabisa, anamuita tuna baba mkubwa, tuna baba mdogo. Na yeye akiitwa baba mdogo wala hata asikilizi. Na paroko wakati mwingine anampima, anampangia misa za watoto, hebu fanya hiyo misa basi. Kwa hiyo wakianza kufanya zile misa, wakati mwingine paroko yuko nje ya kanisa anasikiliza kama huyu kweli anahubiri au anafanya nini. Ingawa wakati mwingine inaenda kinyume pia. Paroko wakigundua pia unahubiri kuliko yeye, unaweza kuishia kwenye vigango mwanzo mwisho. Kwa hiyo mahangaiko ya binadamu siku zote ndiyo yanayohangaika. Kwa hiyo ya kwanza ile kuhangaika, siku ya kwanza tu pelekwa kwenye seminari. Siku ya kwanza unaambia wewe kafundishe, kasaidie malezi. Siku ya kwanza unafika pale unataka kuwa rector. Siku ya kwanza tu unataka kuwa rector. Wewe una mang'amuzi gani kuwa rector? Siku ya kwanza tu unasema mimi mbona naweza. Ingawa pia wakati mwingine waumini pia wanatusaidia kutuingiza kwenye hivyo vishawishi. Nakumbuka mimi nifika seminari ndogo tu. Utume wangu wa kwanza ulikuwa kufundisha seminari ndogo kule Maua. Nimekaa hata wiki mbili sijamaliza, mwalimu mmoja ananiambia, najua wewe unafaa kuwa rector. Ndio vishawishi tunawasukuma mapadi kwenye vishawishi. Wakati mwingine nyinyi wenyewe waumini mnaoingiza kwenye matatizo. Unajua wewe unavyohubiri ungekuwa paroko. Huyu mwenzako hata asemagi kitu. Lakini uparoko sio kuhubiri tu. Kuna mambo mengi ambayo yanahusika.
Kwa hiyo hata mimi alivyoniambia vile, naona naweza kujisikia, ukasema kweli nitaweza kuwa paroko, nasema nitaweza. Naona naanza kujitutumua wakati una lolote. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni hilo, tunakumbushwa. Nafikiri jamii yetu pia inakumbwa na hayo mahangaiko, kwamba watu tunashindwa kutambua nafasi zetu. Wakati mwingine migongano isiyo lazima. Hata nyinyi watawa, wewe mtu wa kawaida tu, umepewa kazi labda katibu wa mama mkuu, unataka uwe mama mkuu. Mama mkuu hapatikani kwa wewe kuwa katibu tu. Katibu kuandika tu, nani atashindwa? Wale wanaamua kwa kura za utawa. Sasa nafikiri hiyo pia ndio tunaposhindwa kukaa. Taasisi nyingi wakati mwingine zinavurugwa kwa sababu ya watu kupenda uchu wa madaraka. Hata huku kanisani matatizo ni hayo hayo, madaraka. Huko kwenye familia watu wanashindwa kutumia nafasi zao vizuri, kwa sababu anataka nafasi ya mwingine. Mama mke katika familia anapaswa ajue kazi yake ni nini. Sio wewe katika ndoa walifundisha, sisi tulifundisha tukiwa seminari kwa wakati huu, pamoja na yale ya muhimu kwamba mnapaswa kuwa na watoto, mnapaswa kuwa na upendo, lakini kumbusho pia tulifundishwa kwamba mama familia au mke kazi yake daima ni kutii tu mume wake. Kazi zenu ni kutii tu, yana zaidi. Mzee akisema chochote wewe ni kusema ndio tu, hamna zaidi. Kwa hiyo ndio kuzoea ile hali, mpaka hata mzee akichelewa siku nyingine kurudi jioni, amekohoa tu nje ya nyumba kuonyesha mzee amerudi, bidi utoke ndani ya nyumba umwambie mzee uliniita, kwamba hujakuita. Lakini akina baba pia wanakumbushwa kazi yao ni kupenda tu. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake, na namna yake ya kuwakilisha, na namna yake ya kuwakilisha ya yeye kuwa mume katika familia. Wewe kazi yako ni kupenda tu. Hata kama mke wako ni mwizi, wewe ni kupenda tu. Hamna zaidi, kwa sababu lengo ni kujenga familia, lengo ni kulea watoto. Hata kama umegundua sijui mke wako huyu atulii, ombea tu kila saa, ni kupenda tu, hamna zaidi. Hata baada ya miaka 50 unamwambia wewe mama yoyo, unavyokuona sasa hivi naona kama upendo wetu unazidi kuliko nilivyokuona mara ya kwanza. Na yeye anapenda, atatulia tu. Sasa hiyo ya wana wa Babeli ndiyo iliyovuruga. Na jamii nyingine, jamii yetu, kitu kingine ambayo tuna changamoto pia ni ya kupoteza umaana wa vitu. Wakati mwingine tunapoteza umaana wa vitu. Mtaalamu mmoja, mwanafalsafa Charles Taylor, katika kitabu chake Ethics of Authenticity, alisema kwamba jamii yetu imepoteza maana. Wakati mwingine tunakuwa wabinafsi mno. Hata wakati mwingine vitu vingine vidogo vidogo vinavyofanyika, wakati mwingine unauliza. Mara moja nakumbuka mapema, kabla hata sijawa askofu, kwenye parokia nilikuwa nakaa sehemu fulani, tuliletewa kadi na sister, akasema ana graduation ya vijana wao. Mimi nikajiuliza, graduation gani? Mbona hapa hatuna shule ya maana? Hata ilikuwa shule ya chekechea tu, ile wale sijui wanaita pre-unit, wale wanalalaga wale, sijui wanaitwaje, wakinywa uji wanalala wale. Sasa walikuwa na graduation yao, katuletea kadi hiyo sister, alafu katukumbusha jioni, kesho graduation ya vijana. Mimi hata sikutilia maanani, nikawa nasema sasa si mtafika pale watoto umelala. Mimi nikawa naendelea na kazi zangu. Baadaye kwenye saa 5 nasikia brass band inapigwa, matarumbeta ya nguvu yanapigwa. Najiuliza kuna nini? Wakasema graduation leo ya ile pre-unit wale, na watoto wengine wamelala bado huko.
huko nani imepigwa, alafu wamevalishwa yale mavazi ya chuo kikuu na kofia, wamelala nayo huko brass band na nguruma huko. Hiyo ni tunaita jamii imepoteza umaana wa vitu, yaani hatujui tunafanya vitu kwa ajili ya nini. Birthday ya mtoto mwaka moja tu analala, wanampeleka kwenye ukumbi huko, wanakunywa, mtoto kalala huko. Mwenye birthday hajui mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri vitu vingine pia vinaenda katika hata maadhimisho ya sakramenti. Tunaingilia kwenye maadhimisho ya sakramenti. Wakati mwingine pia tunaweka gharama kubwa kwenye sakramenti, maadhimisho. Hata nyinyi mapadi baada ya muda wengi wenu nafikiri mnawaza misa za shukrani. Padi yuko mwaka wa 3, frateri mwaka wa 3, mwaka wa 4 anawaza nitapataje gari. Michango imeshaanza ya gari ya misa ya shukrani. Gari muhimu sana kwa utume. Najua hii hamwezi kwenda utume bila gari. Gari muhimu sana. Lakini au wanawaza lazima tujenge nyumba. Tujenge nyumba kubwa tu ijengwe ya padi mpya. Misa ya shukrani ifanyike na yeye kuonyesha kwamba amefanikiwa. Siku hiyo analala huko pia. Ametundika ile Roman kola yake pale, hata yenga hajamaliza kuweka. Lakini gharama ambazo tunazihamisha sasa kwenye maadhimisho ya sakramenti ni kubwa sana. Wakati mwingine hata vijana hawafanyi vizuri mwaka wa mwisho wa seminari. Kwa sababu gani? Wanawaza huko nikimaliza itakuwaje? Labda nyinyi spirita na hao palotini baada ya kupewa upadrisho mtatoka nje ya nchi kwenda huko, sijui Papua New Guinea, Equatorial Guinea, mimi sijui mnakoenda. Labda nguvu sio kubwa sana kwamba ukipata gari sasa utaingiza kwenye ndege uweze. Kwa hiyo labda approach yenu ni tofauti. Hatuna ubaya, vyombo vya usafiri tunavihitaji na vinatakiwa. Lazima tufike kwenye sehemu ya utume. Isipokuwa ile insistence yake tunapoteza maana ya vitu. Maadhimisho ya kipaimara hata kule Kongo, wazazi wengine wanawatoa watoto kwenye kipaimara. Kisa mwaka huu sijajiandaa kufanya sherehe ya mtoto wa kipaimara. Labda mwakani itakuwa nafuu. Badala yake mtoto unamkosesha haki yake ya kupata komunio kwanza kwa wakati, haki yake ya kupata kipaimara kwa wakati, na wakati mwingine kwa sababu ya uzembe anamaliza shule ya msingi, alafu anaenda sekondari, anaenda chuo hajapata kipaimara kwa sababu ya hizo delay zenu tu. Kufanya hizo delay zenu, umuhimu tunaweka kwenye maadhimisho ya sakramenti badala ya sakramenti yenyewe na maana wa sakramenti yenyewe. Kwa hiyo tunapotosha, na mkiendelea hivyo mapade na mashemasi, mwishowe tutawafanyia misa huku kanisani, sherehe na misa ya shukrani huku kama zile ndoa poa. Alafu tuone hizo gharama za misa ya shukrani tutasumbua nini. Kwa hiyo sisi tunawaomba huko mnakoenda, msitize utakatifu wa vitu wa maadhimisho katika dunia ambayo inapoteza umaana. Sisi tuingize ule utakatifu wa sakramenti, sala na nini. Na katika hiyo ya kupoteza umaana, wakati mwingine tunafanya vitu pia kwa kuwaridhisha watu. Tutafika mahali watu watapenda. Hakuna anayependa kumrekebisha mtu, hakuna anayeweza kumwambia mtu. Hata kwenye kikao mtu atachukia, hata kwenye nini mtu atachukia. Kwamba ukisema hiki mbona sio hivyo, utachukiwa, wewe utakuwa adui, kwa sababu hatuendeshi vitu kwa principle wala policy, kwa sababu tunalindana tu hata huku kanisani. Kwa sababu hiyo watu tunatengeneza watu. Kwa hiyo hii nyinyi mtusaidie kuilinda. Hata mahubiri, watu watapenda kusikiliza mahubiri. Ufike pale watu wakufurahie na wakupigie makofi.
Tunasoma, unakuja wakati ambapo watu hawatawasikiliza mafundisho ya kweli, ila wafuatao tamaa zao wenyewe na kuzisanyia walimu tele watakaowaambia mambo yale na ambayo masikio yao yako tayari kusikia, sio kitu kingine. Tunasoma kutoka barua ya pili Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 3. Kwa hiyo ndio hii hali si nzuri, kwa sababu inaiaibisha kanisa, lakini pia inaifanya kanisa isafiri na hali ya watu. Kanisa itapoteza baadaye ile hali yake ambayo tunaita ya unabii. Kuirekebisha hiyo, Paulo mtume anaendelea pia kutukumbusha, sahihisha, kemea, karipia, wape moyo kwa subira na mafundisho sahihi pale inapobidi. Wapeni, sio kukaripia tu, wapeni moyo pia. Wapeni moyo, sio kusahihisha kila mara, hapana, wapeni moyo pia na muwe na subira katika hiyo. Barua ya pili ya Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 4, sura ya 4 mstari wa 2. Kwa hiyo lazima kulinda kanisa, lazima kulinda umoja, lazima kulinda utakatifu, na lazima pia kulinda ule utume. Tusiwe kama wana wa Babeli, tunatakiwa kulinda lugha moja, kama tunavyosoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 11. Wale wa Parthia na Medes na Elamites na wa Mesopotamia walipozungumza, kila mtu kwa lugha yake, lakini wakaeleweka. Na pia mjitahidi na tujitahidi sisi sote, tujitahidi katika maana ya kwamba tuwaheshimu watu. Hakuna mdogo, hakuna mkubwa, tusiwagawe. Karama ni mbalimbali, huduma ni mbalimbali, lugha ni mbalimbali, kazi ni mbalimbali. Kila mtu ana nafasi yake. Tutawahitaji watu wanaojenga, tutahitaji makatekista, tutahitaji watoto, tutahitaji vijana, tutahitaji wawata, tutahitaji uwaka, tutahitaji kila mtu kujenga familia ya Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anapaswa kuachwa nyuma katika familia ya Mungu, ila tuwabakize katika ukweli katika liturujia moja, katika neno la Mungu na katika sakramenti, na maisha yetu yawe injili kama Kristo mwenyewe anavyotaka. Tunasoma barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Filipi sura ya 1 mstari wa 27. Mkweli na ambaye anaweza kutuongoza na katika yote tunayokiri, mimi napenda kumchukua mfano wa Yohane Mbatizaji ambaye hakuwa tayari kupoteza utambulisho wake. Siku zote alikiri ukweli na alikuwa tayari hata kufa, na ukweli aliokiri ni Kristo yeye mwenyewe. Katika Injili tumesikia Yesu anaweka sakramenti ya upatanisho. Mapadri, mtuongoze katika maadhimisho ya sakramenti. Mapadri, mtuongoze katika katekesi ya kufahamu vizuri hizi sakramenti na kuzipenda. Mimi ningeomba nizungumzie sakramenti zote nzuri, nani sawa. Mimi napenda nizungumzie sakramenti iliyotajwa tu moja katika Injili yetu ambayo tulisoma ya Yohane sura ya 20 mstari wa 19 mpaka wa 23. Sakramenti ya upatanisho. Nyinyi wenyewe muungame, lakini pia muwafundishe watu umuhimu wa sakramenti ya kitubio. Kati ya sakramenti ambazo watu wanaisahau na kuiacha tusipoongeza nguvu ni sakramenti ya upatanisho. Tutoe mafundisho sahihi hasa katika huu mwingiliano wa hii sakramenti. Ni alama ya wazi ya nje ambayo inaonyeshwa ndani mwetu. Na katika sakramenti kama alivyosema Yesu mwenyewe alipowaambia mitume, wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa, wote mtakaoondolewa wameondolewa. Yohane sura ya 20 mstari wa 22
mpaka wa 23. Mtakatifu Ignatius wa Antiokia anasema sakramenti ya upatanisho ni utambulisho wetu sisi wa Kristo wa Katoliki. Hatuipati sehemu nyingine. Kwa hiyo tukitaka kubaki katika utambulisho wetu, lazima tuielewe na lazima tuelewe kwamba tunaihitaji sakramenti ya upatanisho, namna moja ya kulinda pamoja. Sijaiangalia vizuri ile ratiba yenu ya misa wakati naingia hapa. Sijui kama pale nje wameandika sakramenti ya upatanisho inapatikana lini. Nafikiri tutoe ratiba inayoeleweka na tufikike. Shida nyingine pia mapadi siku hizi hatufikiki. We are not available and not accessible. Kwa hiyo tunatakiwa kwanza tuwe available, lakini pia tuwe accessible. Unaweza upo tu, lakini watu kufikia ni shida kuongoza katika hiyo sakramenti. Na kama watu hawataki kuungama kwako, fanya mpango, leta padi aungame, usiwalazimishe, pia wana sababu zao. Tumsifu Yesu Kristo. Mtakatifu Clementi wa Roma karne ya kwanza, yeye anasema wasioungama ni wale wanaoruhusu mioyo yao ibaki kuwa migumu, na anaendelea kueleza kwamba ili tuweze kuingizwa katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu katika njia inayostahili, wale wanaostahili, sijui watafanya hiyo tangazo baadaye wakati wa komunio, sijui Wakristo waliojiandaa. Na waliojiandaa tunajiandaaje? Kuwa katika hali ya neema, na kuwa katika hali ya neema tunaweza kupata tu katika sakramenti ya upatanisho, ili dhambi zetu ziweze kuondolewa. Kwa hiyo Mtakatifu Yohani Chrysostom anasema padri ana thamani kuliko malaika. Anaenda zaidi, ana thamani kuliko malaika, kuliko malaika wakuu. Kwa sababu gani? Anaweza kuondoa dhambi, ingawa anayeondoa dhambi ni Mungu. Ile sala tunaifahamu vizuri sana, kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, Mungu Mwenyezi akuondolee dhambi zako. Mungu Mwenyezi akuondolee dhambi zako. Kwa hiyo ni Mungu mwenyewe anaondoa dhambi zako. Yeye Chrysostom anasema mimi padi ana thamani kuliko malaika na kuliko malaika wakuu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu anaweza kumwakilisha Kristo katika kuungamisha, kwa sababu anaweza kufanya maadhimisho ya Ekaristi Takatifu. Sijui mapadi kama mnajua hiyo thamani, wakati mwingine sijui kama naielewa hiyo thamani. Francisco wa Assisi anasema mimi nikikutana na malaika na padi wanaandamana kwa pamoja, mimi nitamsalimia wa kwanza padri. Wewe baki na malaika wako. La mwisho, ninyi mapadi pia jijali. Hakuna atakayejali hali ya kwanza ya roho yako. Ya kwanza namna ya kujali ni ile sakramenti ya upatanisho. Tukisoma Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28, jiangalieni wenyewe. Jiangalieni wenyewe. Mkaisome hiyo na mjue mniangalie nini. Mjiangalie wenyewe, lakini pia muangalie kondoo ambao usijiangalie zaidi. Lakini hapa ni kwamba usiangalie kondoo kwa gharama ya kupitiliza kiasi cha kwamba kesho huna nguvu tena ya kwenda kuwahudumia. Charles Borromeo, hapa kuna masista wa Charles Borromeo ambayo watanisaisha kama hapa nakosea, ambao tunafanya sherehe yake Novemba 4. Yeye anasema angalia kwenye roho yako, kuna mwanga uliobaki, kuna mshumaa unaowaka. Anawaambia mapadi, ulinde huo mshumaa usije ukazimika, ulinde, kwa sababu saa yoyote, wakati wote, mshumaa unaweza kupeperushwa, upepo ukavuma ukauzima mshumaa wako. Je, kuna mshumaa unawaka? Je, kuna upendo unawaka? Je, kuna utakatifu unawaka ndani mwako? Tunza
Mapadri tunaambiwa tunzeni usije ukazimwa. Na anaendelea kusema kwamba je, una parokia? Sio hii tu ya hapa Bikira Maria mme wa mama yetu. Parokia roho yako, je, una muda wa kuiangalia? Kwa hiyo tumwombe Mungu, na pia ili tuweze kuwahudumia watu vizuri lazima ujiangalie, lazima mfanye baadaye malezi mwendelezo. Wengine wanaweza kufikiri wamemaliza seminari, wana baccalaureate sijui ngapi za filosofi, sijui za teolojia, sijui amepita huko kwenye sauti, wameongeza degree, wakaona inatosha. Hapana, mwendelezo wa malezi ni mpaka kufa, kusali mpaka tunaingia kaburini. Kwa hiyo iangalieni roho zenu, waangalieni kondoo mliokabidhiwa. Tujitahidi kulinda sakramenti na maadhimisho yake, kulinda kanisa na kuwabakiza watu katika lugha moja. Tusiwe kama wana wa Babeli, tusiwe kama wana wa Babeli. Na siku zote tulinde yale ambayo yanapotosha maana. Pambana na ulimwengu ambao unaharibu maana ya vitu na unataka kuingilia mpaka huko kanisani. Tuwasaidie watu, tuwaongoze katika ukweli. Tumsifu Yesu Kristo.